Kuna watu wanakula papai kila siku bila kujua kwamba wanashika moja ya vyakula tiba vyenye nguvu kubwa sana mwilini. Wengine wanaona kama ni tunda la kawaida tu sokoni, lakini ukweli ni kwamba papai lina uwezo kusaidia mwili kufanya kazi vizuri zaidi ndani na nje. Wataalamu wa lishe wanasema vyakula vya asili vinaweza kusaidia kuboresha afya kwa kiasi kikubwa kama vitatumika kwa mpangilio sahihi. Leo nitakueleza faida 7 za papai ambazo zinaweza kubadilisha afya yako hatua kwa hatua. Na mwisho video hii utajua kama papai ni tunda la kila siku au la. Utakuwa na Daktari Lenny Komba nikikuletea mada hii kwa undani. Kama uko bado kujiunga nasi, bonyeza alama subscribe ndio pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Faida ya kwanza, huboresha mmeng'enyo wa chakula. Papai lina enzymes inayoitwa papain ambayo husaidia kuvunja chakula tumboni. Hii inamaanisha chakula kuyeyuka kwa haraka, kupungua kwa gesi tumboni na tumbo kutokujaa vibaya, kupungua kwa constipation yani choo kigumu. Watu wanaosumbuliwa na tumbo zito baada ya kula mara nyingi huona tofauti wakianza kula papai mara kwa mara. Faida ya pili, husaidia kupunguza uzito. Kama unataka kupunguza uzito bila diet ngumu sana, papai lina mchango mkubwa. Kwa nini? Lina kalori chache, lina fiber nyingi, linasaidia kushiba kwa muda mrefu, linapunguza cravings za vyakula visivyo na afya. Matokeo yake, mwili unakula kidogo bila kujilazimisha. Faida ya tatu, linalinda moyo. Papai lina vitamin C, antioxidant, fiber. Hivi vyote husaidia kupunguza cholesterol mbaya, kuboresha mzunguko wa damu na kulinda mishipa ya damu. Moyo unapofanya kazi vizuri, hatari ya magonjwa sugu inapungua. Sasa kabla ya kuendelea, kuna kitu muhimu hapa wengi hawakijui kuhusu afya ya mwili na magonjwa yasiyoambukizwa. Tumekuandalia kitabu maalum cha afya kinachofundisha jinsi ya kujikinga na magonjwa yasiyoambukizwa kama kisukari, shinikizo la damu, magonjwa ya moyo, lakini pia na magonjwa ya figo. Kitabu hiki kinapatikana kwa shilingi 5,000 pekee za Kitanzania. Kwa maelezo zaidi, kuna namba 0767443887. Tuendelee. Faida ya 4, huboresha ngozi. Papai ina vitamini A na vitamini C ambazo husaidia kupunguza chunusi, kulainisha ngozi na kupunguza madoa meusi. Kupunguza kuzeeka mapema. Ngozi yako inakuwa na muonekano wa afya na mwanga asilia. Faida ya 5, huimarisha kinga ya mwili. Vitamini C iliyopo kwenye papai husaidia kupambana na maambukizi, kuongeza seli nyekundu za damu na kuharakisha kupona. Hii inamaanisha mwili wako unakuwa na ulinzi asilia dhidi ya maradhi ya mara kwa mara. Faida ya 6, husaidia kudhibiti sukari ya damu. Papai ina index ya chini ya sukari, glycemic index. Faida zake, hupunguza kupanda kwa haraka kwa sukari, husaidia insulin kufanya kazi vizuri na kupunguza njaa ya mara kwa mara. Kwa watu wanaojali sukari, papai ni tunda salama linalotumiwa kwa kiasi kikubwa. Faida ya 7, huboresha afya ya macho. Papai ina beta carotene, vitamin A, antioxidant. Hivi husaidia kuimarisha uwezo wa kuona, kulinda retina na kupunguza macho kuchoka. Hii ni muhimu sana kwa watu wanaotumia simu au kompyuta kwa muda mrefu. Papai linapaswa kuliwa kwa kiasi. Watu wenye allergy au wanaotumia dawa za kuongeza damu wanashauriwa kuwa waangalifu katika matumizi yao. Jinsi ya kutumia papai: unaweza kula asubuhi au baada ya chakula. Epuka kuongeza sukari, changanya na matunda asilia. Kula mara 3 mpaka mara 5 kwa wiki kwa matokeo bora. Papai si tunda la kawaida, ni msaada wa mmeng'enyo, moyo, ngozi, kinga ya mwili, uzito na macho. Kama utaanza kutumia vizuri, mwili wako unaweza kuanza kubadilika hatua kwa hatua.
Kama umejifunza kitu, andikia kwenye comment section papai. Share kwa mtu anayehitaji afya bora. Subscribe kwa video zaidi, na niandikie kwenye comment section ungependa tujifunze mada ipi. Nikutakia siku njema.